Maskini Samia Suluhu apandwa na presha ghafla baada ya Boniface Mwabukusi kumuumbua vibaya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania imeangukia katika awamu mpya ya mivutano ya kisiasa, kijamii na kiimani baada ya kauli kali ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi kuivuruga hadhi ya utawala na kuibua mshtuko ambao umeitikisa ikulu na kuongeza shinikizo kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye wakati ambao tayari kulikuwa na hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa taifa. Kauli hiyo ilitoa taswira ya taifa iliyoanguka katika mgogoro wa kimaadili, taasisi na kiusalama. Ilitoa picha mfumo wa uongozi usio na dira ulioteleza na kugeuka chanzo cha hofu, migawanyiko na hasira za kizazi kipya cha wananchi wanaodai ukombozi wa kisiasa. Maneno hayo yaliweka sura mpya ya ubishi katika nafasi ya nchi ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikijaribu kusawazisha hadithi ya maridhiano na kimya kuhusu majeraha ya kisiasa. Kwa mara ya kwanza tangu kushika nafasi ya uongozi katika taasisi ya sheria yenye ushawishi mkubwa, Mwabukusi alichora ramani ya mgogoro kwa mtazamo mpana unaoeleza taifa linalokabiliwa na ombwe la uongozi, kuharibika kwa utaratibu wa kijamii na kupotea kwa misingi ya uongozi wa kidemokrasia. Kauli hiyo ilipotoka, athari yake ilihisiwa mara moja. Mjadala wa kitaifa ulibadilika ghafla, ikulu ikakabiliwa na hisia za kutotabirika, huku picha ya rais ikitazamwa kama ile ya kiongozi anayezidi kuzungukwa na madai ya ukosefu wa uwajibikaji, ukweli na uthabiti. Mwabukusi amekuwa sehemu ya kizazi cha wanasheria waliojenga mtazamo wa uongozi unaochochea uwajibikaji na demokrasia tangu miaka ya mwanzo, na wanaharakati wake aliibuka kama sauti adimu inayotetea misingi ya kikatiba, haki na kuhoji matumizi ya mamlaka, ikijenga heshima na wafuasi miongoni mwa vijana, makundi ya kiraia na wanasiasa wa makundi mbalimbali. Safari yake haikuwa ya vurugu, bali ya kuamini nguvu ya taasisi ya misingi ya kisheria inayojenga taifa lenye ushirikishwaji. Na katika kipindi ambacho siasa za Tanzania ilitawaliwa na mivutano mikali, Mwabukusi alichagua kuwa mtazamaji aliyeradhi kuingilia tu pale ambapo misingi ya kitaifa ilivunjwa na kiwango kisichoweza kufichika. Na katika miaka hivi karibuni, akiwa amebeba umakini wa taasisi ya TLS, aliweka utulivu unaoonekana kama mkakati wa kusoma mwenendo wa taifa. Utulivu huu ulionekana kinyume na sauti za wanaharakati ambao walitaka majibu ya haraka kuhusu majeraha ya kisiasa, hususan baada ya ghasia za uchaguzi. Ni utulivu ulioonekana kama aina ya uangalifu, lakini pia ulieleweka kama ukimya wa kimkakati. Kutoka hapo, kauli yake ya hivi karibuni iligeuka alama mabadiliko. Badala ya uangalifu, alichagua sauti inayokemea bila kuficha. Na katika ujumbe wake, Mwabukusi aliweka mstari ulio wazi kuwa mtazamo wa taifa linaloshindwa kujenga msingi wa uongozi wenye utu, uadilifu na uzalendo. Alieleza mazingira ambayo mamlaka, vitisho, makundi na propaganda vinatumika kama mbinu za kiutawala badala ya kujenga mfumo wa uongozi unaoheshimu watu. Tanzania iliwekewa taswira ya taifa linalosinya kutokana na matendo ya uongozi wa kisiasa ambao haujawahi kukubali uzito wa makosa yake. Aliangalia asili ya migawanyiko ya kitaifa kama matokeo ya uzembe wa kimfumo na si nguvu ya misingi ya kigeni kama ilivyokuwa ikitajwa mara kwa mara katika mjadala wa kisiasa. Mtazamo huu uliweka uwazi kwenye hoja ya taifa linalojiumiza kwa mikono yake na mfumo wa viongozi unaojenga mamlaka kwa misingi ya hofu, kikabila, kifamilia na kiudini, na badala ya kujenga taifa lenye mwelekeo wa pamoja. Mwabukusi aliendelea na akaelekeza mjadala kwenye uzito wa historia ya hivi karibuni ambao haijawahi kujadiliwa na serikali kwa uwazi. Aliangazia uharibu wa mifumo wa kijamii na demokrasia, wa kuidhinisha utekaji, upotezwaji na ukandamizaji wa wakosoaji wa serikali kama sehemu ya utamaduni wa kuzuia mabadiliko. Vilevile alieleza taifa ambalo limezoea kupoteza watu bila kificho, huku wajibu wa kueleza ukweli ukipotea katika maeneo ya propaganda, udini na uzalendo bandia.
Na katika taswira hiyo mwitikio wa serikali ulionekana kama mpango wa kuficha madhara badala ya kuyatibu. Katika mazingira ya hewa nzito, Baraza la Maaskofu Katoliki TEC lilitoa msimamo wake kuhusu mwelekeo wa taifa. Mwabukusi alikusanya hoja hiyo kama alama ya uhai wa dhamira ya kitaifa, na badala ya kuiona TEC kama mpinzani wa serikali, aliitazama kama taasisi inayobeba jukumu la kusimama kwenye imani ya haki, ukweli na uwajibikaji. Hata hivyo, hoja hiyo iligusa hisia za kisiasa, kwani maoni hayo yalipasuliwa kwa misingi ya udini. Mjadala huu ulionekana kama jaribio la kutengeneza uadui wa hadhara, na huku hoja kuu ikiwa juu ya mustakabali wa taifa na si mgawanyiko wa dini. Mwabukusi aliweka mbele wito wa kuanzishwa kwa tume huru itakayochunguza majeraha ya taifa, hususan maafa ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba. Alisisitiza kuwa taifa liweze kuzungumza maridhiano bila kukabili historia yake, na aliweka wazi kwamba mgogoro uliopo si mgogoro baina ya makundi bali baina ya wananchi na serikali. Na katika hoja yake, maridhiano yalionekana kama maneno mepesi ambayo hayana nafasi bila ukweli, uwajibikaji na kurejeshwa kwa imani ya taasisi za dola. Mwabukusi aliweka orodha ya madai ya wananchi kama mwendelezo wa mjadala wa taifa. Aliangazia mabadiliko ya muundo wa dola, ukomeshaji wa utekaji, uundwaji wa tume huru, uchunguzi wa mauaji na mjadala wa kujenga polisi wanaofanya kazi kama huduma ya na si nguvu ya kijeshi. Aliweka uzito pia kwenye mwamko wa kulinda rasilimali za taifa, akizitazama kama chanzo cha mgongano kati ya umma na mfumo wa kiserikali unaoweka fursa ya kiuchumi katika mikono ya wachache na wageni. Mjadala wa ukosefu wa ajira kwa vijana uliwekwa kama alama ya hali ya kiuchumi na ushindwa kuakisi matarajio ya vizazi vipya. Na katika mtazamo wake huo, taifa linaonekana kama mfumo ambao unaangusha nguvu ya watu wenye uwezo wa kujenga uchumi mpya. Mwabukusi aliendeleza hoja ya kurejeshwa kwa ukosoaji waliopotea pamoja na kujenga uhuru wa mihimili kama msingi wa taifa linalotazama mustakabali wake kwa usawa. Kauli ya Mwabukusi haikuwa ya kawaida kwenye historia ya siasa za Tanzania. Ilijengwa kwa ujasiri, uzito wa hoja na uchambuzi wa kiutawala unaoangalia zaidi ya tukio moja. Kwa muda mfupi, taarifa yake ilivunja utulivu wa Ikulu. Ilibadili mjadala wa taifa kutoka maneno ya maridhiano kwenda kwenye ombi la ukweli na uwajibikaji wa moja kwa moja. Kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, sauti kutoka taasisi ya sheria ilitoa tamko lililoelekea kugusa asilika na nafasi ya taifa, kwamba mchoro wa historia ambayo haiwezi kufutwa kwa propaganda wala vitisho. Tanzania imebeba msalaba wa historia yake, na Mwabukusi ameweka msingi wa mjadala ambao hauwezi kufutwa kwa ukimya. Na katika hitimisho lake alitoa mwaliko wa taifa kujisahihisha kabla halijafika hatua ya kusahaulika, na kama taifa iloharibu fursa yake ya kuandika mustakabali wake. Kwa sasa, serikali inakabiliwa na changamoto ya kutafsiri matokeo ya kauli hiyo, na mwezi mmoja wa ukimya unaweza kuwa mwanzo wa msimu mrefu wa mabadiliko, migogoro au mwamko mpya wa taifa. Taifa linasubiri majibu, taasisi zinatafuta uongozi, vijana wanatafuta mustakabali, historia inavamia sasa. Na kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, Tanzania inachunguzwa kupitia maneno ya mtu ambaye hakuwa tayari kunyamaza tena. Ni hayo tuliyokuandalia kutokana na tamko lake Boniface Mwabukusi ambalo limetikisa medani ya siasa nchini Tanzania, na vile kumpandisha pressure Samia Suluhu kutokana na uoga ambao ujumbe huu ulikuwa umebeba. Zidi kutusupport kwa taarifa kama hizi na uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemesha upande wowote. Zidi kutufuata kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.